ألا تسمع قول الله سبحانه وتعالى للقمان لما قال لابنه Luqman alipomwambia mtoto wake, akimwambia waadhi muhimu sana, akimwambia ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim, ewe mtoto wangu usimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka, kwa sababu shirk la dhulmun adhim, ni dhulma kubwa sana. Kwa dhulma kubwa ya kwanza kabisa inaanzia ni ashirku billah. Kwa hivyo Allah anapokuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, musiwe ni wenye kuidhulumu nafsi zenu, basi kwanza jiepushe na shirk. Hapo itakuwa umeilinda nafsi yako na umeacha kuingia katika mlango wa dhulm. Hii ya kwanza, ndugu zangu katika imani. Sehemu ya pili ambayo inatoa tafsiri ya adh-dhulm na ile ambayo Allah ametukataza katika Qur'ani, fala tadhlimu fihinna anfusakum, ni at-taaddi ala hududillah, mtu kupituka mipaka, ile mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea kuwa ndo red line. Hapo tembea kote, lakini hapa usivuke. Unapovuka utakuwa wewe umeidhulumu nafsi yako. Na hizi hududullahi ni nyingi ndugu zangu katika imani, katika masaili ya mirathi, katika masaili ya ndoa. Allah amebainisha mipaka mbalimbali katika maneno yake yaliyoko katika suratul Baqara aya 229, tilka hududullahi fala ta'taduha, hiyo ni mipaka ya Allah, musiwe ni wenye kuipituka na kuipita mipaka kama ile. Na aya asili yake imeanza at-talaqu marratan, talaka ni mbili tu kwa mwanadamu, asiwe ni mwenye kuzichezea. Anabahatika kwa bahati mbaya kuwa ameacha, ana nafasi ya kurudi. Amebahatika tena akateleza akaacha, ana nafasi tena ya kurudi. Talaka ni ngapi? Ni mbili peke yake. Unapotoa ya tatu, basi wewe ushamaliza ule mpaka wako wa kwanza. Huna ruhusa tena wewe kurudi kwa mwanamke kama ule, mpaka mwanamke aolewe na ndoa nyingine ya halali, kisha aachike na wewe urudi tena katika mapenzi yako ya kwanza. Aachike kihalali, ndoa ya halali, sio ndoa ya muhalili ya kutuma bwana mmoja aende aingie kwa masaa ya kuhisabika, kisha umbishie hodi kwa dirishani, toka wakati ushakwisha, tumeagana hivyo. Pesa utoe mwenyewe, mahari umpewe mwenyewe, na pangine akienda aone mazuri kule na heshima, akwambie wewe ndo mjinga, lakini mimi nishapata nyumba ya maana, sitoki. Ubakiwe sasa na la haula wala quwwata illa billah. Ndoa za muhalili hazipiti. Unapopitisha ndoa ya muhalili, jamaa kufanye favor, akuone wewe una mahaba, wazimu, akutole njia saa 12 jioni aache wewe ndo uoe. Unaporudi katika ndoa ile ni zina. Unaporudi katika ndoa ile ni zina. Na hizi ndoa nyingi sana, na wengi wamefanya katika hali kama hiyo. Hakukontroli mahaba yake katika talaka ya kwanza, hakukontroli mahaba yake katika talaka ya pili, kisha alipoteleza ya tatu, sasa natafuta njia. Wewe ulikuwa na ghira mwanadamu na wivi mwingi, simu unaposhika kidogo ina matelezo, unatoa talaka. Kisha imekuwaje ubadilike utume mtu aende akakutoe muhalili, na huku unahisabu katika fikra zako, jamaa ndio huyo amelala katika tandiko langu. Nikaha hizo ni za makosa ndugu zangu katika imani. Ndio aya ikataja mwisho wa hizo talaka mbili, tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu. Unapopitisha zaidi ya hapo, basi wewe umeingia katika wale ambao wanaidhulumu nafsi zao. Huu ni mfano wa tatu katika sura ya mtu kuidhulumu nafsi yake. Ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, kupituka mipaka katika zile hududi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Katika mirathi, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Allah katufundisha mirathi mwanzo paka mwisho, aya zikafunga chapter zikisema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fala ta'taduha. Masailul bei wa shira, bei na kununua, na Allah kutahadharisha riba,
aya zikimalizika zinasema tilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa yale yote ambayo yameharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wewe ukayafumbia macho na ukakanyaga maasi kama yale, basi jua umepita ile mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwekea.